sababu ya mimi na wewe katika kuingia pepo ya Allah tabaraka wa taala, na tukiweza kuachana na yale ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ndilo lengo alilotuletea katika dunia kama hii, basi tutakuwa ndio wenye kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadhu billah, Allah tuepushe na wale ambao kwamba ni wenye kuulizia ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawetu ujaliwe ni wenye kushikamana na maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hakika ibada za Allah tabaraka wa ta'ala ziko nyingi katika ndani ya Qur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa ibada ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala katuamrisha, na ni miongoni ibada ambayo kwamba ni ibada nzito vile vile, walakin mal asafa shadid, masikitiko ni kwamba baadhi yetu Waislamu tumeweza kughafilika na swala kama hili, tumeweza kulipuuzia mbali swala kama hili, na tukaweza kupeana yale ambayo kwamba si lolote si chochote kwa mimi na wewe, ndio tukayapatia kipaumbele. Jambo hili ni jambo ambalo kwamba masahaba ridwanullah alayhi, radhi za Allah ziwashikie wao, likiwa ni wenye kujitolea kweli katika swala kama hili, nalo si swala lingine isipokuwa ni swala la watu kuweza kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mimi na wewe ni lazima tuwe tuna ibada ambazo kwamba ibada hizo ni za siri baina ya wewe na Allah tabaraka wa taala, ama baina ya mimi na Allah tabaraka wa taala kuna zile ambazo kwamba zinakuwa ni jaharan, kila mmoja anajua kwamba huyu ni 5 salawat, kila mmoja anajua kwamba huyu bwana mashallah yuko na sunna fulani yeye ameidumisha kwake, na kuna ile ambayo kwamba hakuna mtu anayekujua isipokuwa ni baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Allah tabaraka wa ta'ala katika swala hili la kutoa ni swala ambalo kwamba Allah amelizungumzia ndani ya Qur'an kwamba ni swala ambalo kwamba wako ambao kwamba wanatoa sirran na wako ambao kwamba wanatoa jahran, kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'ani ya Allah tabaraka wa ta'ala asema, walladhina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar, wale ambao kwamba ni wenye kutoa pesa zao mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutarajia pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa ni wale ambao kwamba wanatoa sirran, wanatoa kwa siri, na wanatoa mali zao kwa siri. Anamfuata ndugu yake Muislamu, ndugu yangu Muislamu, chukua kiwango fulani hiki cha fedha ama pesa, sitaweza kukusaidia na wewe ama ukaanzisha mradi fulani. Hii ni siri baina ya mimi na wewe na Allah tabaraka wa taala, na malaika wake Allah subhanahu wa taala wanashuhudia hili. Kwa hiyo chukua kiwango fulani hiki, nenda na wewe kajisaidie, kajielewe katika hali ya maisha. Hii katoa sirran, katoa siri. Na kuna ile ambayo kwamba hanabudi ni lazima aweke sehemu kama ile, labda kuna mchango fulani, watu wamejumuika katika sehemu kama ile, wanachangia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanachangia kituo cha kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na yeye kaona watu wanatoa katika sehemu kama ile, na yeye kajipiga kwenye mfuko wake kaona 1500 kaitoa